Na mtazamaji, ujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Wilson Mushora. Karibu. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamekashifu vikali viongozi wa kusini mwa bonde la Ufa wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot kwa kila anachodai kwamba ni kuwahadaa wakazi wa eneo hilo. Gachagua amewafokea vikali baadhi ya viongozi hao kwa kudai Gachagua anaeneza migawanyiko siku mbili tu baada ya kutua katika eneo la Mulot kwenye kaunti ya Bomet. Ian Keitana anaarifu kwamba Gachagua sasa amedokeza kwamba mrengo upinzani utazuru eneo hilo kujipigia debe kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mtu ambaye anaona watoto wa watu wengine sio watu, alafu leo unajifanya ati sasa wewe umejua Kenya. Umejua Kenya kutoka siku gani? Pambana na maneno yako, ile wewe ulifukuzwa kazi, wacha kuja kutuambia maneno ya hadithi ati oh hii imefanyika, hii imefanyika. Wakiongea kule Mulot wameleta midomo. Wakiongea kule Mulot wanajaribu kutenganisha watu wetu. Wakiongea kule Mulot wanatafuta vita. Ni semi za kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti ambaye pia ni seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot na wandani wa karibu wa Rais William Ruto, siku moja baada ya Gachagua kumsuta Rais Ruto kwa kile alichokitaja kama kuwatelekeza kimaendeleo wakazi wa ngome yake ya kisiasa. Na sasa Gachagua amewafokea vikali viongozi wa bonde la Ufa, akisisitiza kuwa hatotishwa na mtu yeyote na yuko tayari kuendelea kutetea wakazi wa eneo hilo. Watu ya Kasongo, viongozi ya Kipsigis wanalia kama panya imeshikwa na mtego. Na mimi nimekuwa hapo tu dakika 10 peke yake. Mimi naambia nyinyi viongozi ya Kipsigis, mmeumiza hao siku mingi. Hawana barabara, hawana maji, hawana stima, hawana chochote. Sisi timu yetu tutatembea kwa Kipsigis siku 5. Tutaenda kila constituency tukiongea na watu ya Kipsigis. Waacha hiyo mnalia. Tumepita dakika 10 mnalia kama panya. Tunakuja siku 5. Alafu tutaambia wa Kipsigis maneno mpaka masikio ikuwe moto. Semi zake Gachagua zinajiri wakati ambapo joto la kisiasa linaendelea kupanda, taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Haya yalijiri wakati mrengo wa upinzani ukiendelea na ziara yao eneo la Gusii kwa siku ya 3, hii leo ukitua mjini Ogembo, kaunti ya Kisii. Harambee! Wewe Ruto! Ni katika hafla hiyo ambapo naibu kinara wa Jubilee Fred Matiang'i hakusita kukashifu viongozi wakuu serikalini kwa kuwatumia vijana kuzua vurugu na kuwashambulia viongozi wa upinzani. Tuwezi kukaa namna hiyo. Lazima sisi zote tukatae ujambazi na maneno kama haya. Na hawa viongozi tuwaeleze, watumie nguvu zao na wakati wao kutumikia wananchi na kushughulikia maneno ya maendeleo. Wewe si Mbaratu ulichaguliwa na watu ya Kisii. Mbona unapangia ndugu yako mabaya? Juzi hapo Keroka na Kisii town umepanga wahuni ikuembo your nephew na mapanga waumize Matiang'i na marafiki zake, waumize wamama, waumize watoto. Wewe huna adabu. Ian Keitani, runinga ya KTN, Nairobi. Na Rais William Ruto leo amefanya ziara ya maendeleo katika